Yes, karibu sana mtazamaji wa Singano Media, tuendelee kuzichakata taarifa mbalimbali za kimichezo. Full time katika uwanja wa Alexander kule nchini Morocco, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya mwenyeji National Al Ahly dhidi ya wananchi Young Africans. Dakika 90 zimemalizika kwa wananchi Young Africans kupoteza mchezo huo kwa magoli mawili kwa sifuri. Mchezo ambao ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa dakika zote 90. Dakika 45 za kwanza wananchi Young Africans walipoteza kwa bao moja kwa sifuri, lakini dakika 45 za kipindi cha pili wananchi Young Africans waliruhusu bao la pili, mabao ambayo yalifungwa. Tunazungumzia bao la kwanza lilikuwa ni dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza. Kwa hiyo mchezo dakika 90 umemalizika kwa wananchi kupoteza kwa magoli mawili. Ni magoli ambayo wananchi Young Africans umekuwa ni mchezo wao wa tatu kwenye kundi. Mchezo wa kwanza ambao walicheza na FAR Rabat hapa nyumbani katika uwanja wa New Amani Zanzibar, na wananchi Young Africans walifanikiwa kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Na mchezo wa pili walienda kucheza dhidi ya GS Kabylie na Young Africans wakapata sare ya bila kufungana, lakini wakawa na alama 4. Lakini mchezo wa leo ni mchezo wa tatu dhidi ya National Al Ahly, wakapoteza kwa mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo Young Africans wanaendelea kusalia na alama zao 4 katika msimamo wa kundi namna ambavyo unasoma, lakini National Al Ahly anaenda kuwa katika kinara wa kundi akiwa na alama zake 7 mara baada ya kumfunga wananchi Young Africans leo. Walikuwa kabla mchezo wa leo kuchezwa wote walitai pale juu akiwa na alama 4 na namzungumzia National Al Ahly alikuwa na alama 4, lakini pia wananchi Young Africans walikuwa na alama 4. Lakini hii leo mara baada ya National Al Ahly kushinda anaenda kutai pale juu akiwa na alama zake 7 katika msimamo wa kundi unavyosoma. Kwa hiyo National anakuwa na alama 7, lakini wananchi Young Africans wanakuwa na alama 4. Tunamzungumzia na FC FAR Rabat akiwa na alama 1 ambayo namna ambavyo alitoa sare dhidi ya National Al, lakini GS Kabylie yeye ana chochote, tunasema ameambulia kapa kwa namna ambavyo msimamo wa kundi unasoma. Kwa hiyo GS Kabylie kwenye msimamo wa kundi ulivyo, yeye hana alama hata moja. Kwa hiyo wananchi Young Africans wakiwa kwenye nafasi ya pili wakiwa na alama 4, lakini namzungumzia FAR Rabat akiwa na alama 1 akiwa kwenye nafasi ya 3, lakini GS Kabylie akiwa kwenye nafasi ya 4 akiwa ana alama yoyote. Kwa hiyo michezo mitatu hiyo kwa upande wa wananchi Young Africans, wameshinda mmoja, wametoa sare mmoja, lakini wakipoteza mchezo mmoja wa leo dhidi ya National Al Ahly. Kituo kinachofuata ni uwanja wa New Amani Zanzibar, atageuka na National Al Ahly, yani mchezo ambao utafuata utachezwa kati ya Februari 1 of course ama Januari 30. Kati ya hizo tarehe mbili wananchi Young Africans watacheza na National Al Ahly. Kwa hiyo safari ya kurudi Tanzania, National Al Ahly atarudi na Young Africans, na maana wanasema ameenda kucheza naye na atapindua naye katika uwanja wa New Amani Zanzibar. Kwa hiyo huo ni msimamo wa kundi ulivyo, lakini ukiangalia leo hii kikosi cha Pedro Gonzalez namna ambavyo kimecheza, ni wananchi Young Africans unaweza ukasema wamepoteza kiume. Dakika 45 za kipindi cha kwanza unaona ni Young Africans ambao walikuwa na nidhamu kubwa sana dhidi ya National Al Ahly. Walicheza vizuri, wamemheshimu National Al Ahly kwa ukubwa, lakini ukiangalia hata National Al Ahly kipindi cha kwanza, nazungumzia dakika za mapema kabisa, ni National ambao ni kama walikuwa wanacheza lakini walikuwa wapo slow sana. Tukasema kwamba Young Africans wakipush kidogo tu wanaweza wakapata chochote kitu, lakini timu kubwa wanasema class is permanent lakini form is temporary, na ndicho ambacho kimetokea. Timu bora ndio ambayo imeondoka na matokeo uwanjani. Kwa hiyo National Al Ahly walikuwa bora uwanjani na ndio ambao walipata alama 3. Kwa hiyo Young Africans ambao walicheza vizuri, lakini matokeo ndio ambayo yamewahukumu uwanjani. Ukiangalia performance ya mchezaji mmoja, tunaangalia performance kama mchezaji Alan Okello ambaye alikuwa na performance nzuri sana, ukiangalia attempt, lakini pia ukiangalia kwenye matukio moja ambayo alifanya, unaona kabisa ni matukio ambayo alikuwa na nguvu, na unaona kabisa alipeleka pressure kubwa sana kwenye lango la National Al Ahly. Kwa hiyo
kwa namna ambavyo unamulika Alan Okello alikuwa na performance nzuri sana kwenye mchezo hii leo, na alifanya majaribio kadhaa na kwenda kupeleka pressure kubwa sana kwenye kikosi cha Al Ahly, lakini wanasema jitihada azizidi kudra za Mwenyezi Mungu, na ndicho ambacho kimetokea hii leo. Young Africans wamefanya, lakini timu bora na timu yenye bahati ndio ambayo imepata ushindi leo. Lakini ukiangalia pia kiwango cha Laurent Depo ambaye mshambuliaji mpya hii leo, naye pia alipata nafasi ya kuanza chini ya Mwalimu Pedro, lakini hakuwa na wakati mzuri sana kulingana na aina ya mechi yenyewe ambayo Young Africans wameingia. Ikumbukwe Young Africans leo hii wapo ugenini, kwa hiyo ni wazi hawakutaka kwenda kufunguka moja kwa moja, kwa sababu unapocheza na timu kama National Ahly hupaswi kufunguka moja kwa moja na kwenda kutafuta matokeo. Kwa hiyo inabidi umheshimu National Ahly, udefense unashambulia kwa kushtukiza, tunasema counter attack, na ndicho ambacho leo wamekifanya Young Africans. Kwa hiyo unapoingia na mbinu hii ni wazi kabisa hautokuwa na wakati mzuri sana uwanjani. Kwa hiyo wewe utakuwa unaenda kwenye matukio ya kuvizia, utamwacha National Ahly acheze, lakini wewe utaingia kwenye matukio ya kuvizia. Kwa hiyo kwenye football in reality, namna ambavyo mambo yalivyo, uwezi ukaona wachezaji wakaonyesha performance nzuri sana. Utaona ameingia kipindi cha pili, namzungumzia Pacome Zouzoua, lakini pia ameingia Prince Dube, hukuona mabadiliko yote ambayo yametokea kwenye kikosi. Kwa hiyo National Ahly tumpe pongezi zake, amekuwa na wakati mzuri sana kwenye mchezo hii leo, lakini pia watarudi na kuangalia ni kwa namna gani ambavyo mambo yanakwenda. Ikumbuke Young Africans amesalia na mchezo kati ya National Ahly, lakini pia ataenda ugenini kuwafuata FC FAR Rabat. Je, unaiona nafasi ya wananchi Young Africans kuqualify kuelekea robo finali? Hilo ni jambo la kusubiria na kuona, lakini pia utaandika comment yako. Je, Young Africans wana matumaini ya kuelekea robo finali CAF Champions League? Young Africans wamefanya maboresho mazuri sana ya kikosi, lakini kuna namna ambavyo mambo unaona, unaweza ukasema kwamba bado Young Africans wanaendelea kumachua, nazungumzia wanaendelea kukua katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo tusubirie na kuona, lakini ukiangalia goli la kwanza lililofungwa Djigui Diarra, ni kama ule mpira tunasema umemponyoka. Kwa hiyo ni makosa, tunaweza ukasema goli la kwanza abebeshiwe lawama Djigui Diarra kwa namna ambavyo makosa aliyoyafanya. Lakini kituo kinachofuata hapo kesho Januari 24, mnyama Simba yupo kule nchini Tunisia kwenda kuminyana na mzungumzia mchezo wake wa 3 zidi Esperance ya Tunisia. Mchezo wake huu ambao ataminyana hapo kesho majira ya saa 1 kamili. Kumbukwe mnyama Simba amepoteza michezo miwili mfululizo zidi ya Petro Atletico de Luanda, lakini pia alipoteza mchezo zidi ya Stade Malien. Je, zidi ya Esperance de Tunisia hapo kesho nini ambacho kitasubiriwa na kuona? Kumbukwe mnyama Simba amefanya maingizo mbalimbali kabisa, ni kuona kwa namna gani ambayo anakwenda kuboresha nguvu na kuweza kupata ushindi na kufufua matumaini kwenye safari ya CAF Champions League, ligi ya mabingwa barani Afrika. Clatous Chota Chama mara baada ya kurejea Simba, mchezo wake wa kwanza utakuwa ni hapo kesho zidi ya Esperance de Tunisia. Je, tunashuhudia kumuona Chama yule ambaye tunamjua? Ni jambo la kusubiria na kuona, lakini Dickson Kibabage naye pia ameongezeka katika kikosi cha Simba. Kwa hiyo tunasubiria kuiona na tuna shauku kubwa sana. Kwa hiyo tumezungumza mengi sana kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa leo, mtazamaji wa Singano Media. Sina la ziada, niweke nukta hadi wakati mwingine.